Leo nimekuja hapa Nairobi from my home just to pick that letter of suspension. Up to now, I'm still shocked and I'm not sure of what they have accused me of. Mwanafunzi asiye na uwezo wa kuona ni miongoni mwa wanaofukuzwa kwa muda katika chuo kikuu cha Nairobi. Je, alihusikaje kwenye vurugu? Wazungu wamefanya yao, wamejaribu miaka 6 kutufunga, wameshindwa, wamesema hakuna kesi. Tosheka na haya. Tosheka na haya. Tunaambia Wakenya ya kwamba tumejua ni nani alifadhili, ni nani alitoa pesa, ni nani alipanga, ni nani mwenye kupeleka Uhuru na Ruto na wale wengine huko ICC. Jubilee na CORD waendeleza majibizano makali baada ya Raila kukosoa ICC kwa kuzifelisha kesi za Kenya. Shida ni sioni vizuri, naona kama ni dalili ya sioni vizuri. Sasa kama ukiwa hapo sioni macho yako, lakini naona umevaa nguo ya green. Kwenye makala yetu maalum Afya Yako tunaangazia athari za maradhi ya macho, na ndilo swala tutakalo lijadili kwenye kurunzi ya leo. Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za KTN leo siku hii ya Alhamisi. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kama ilivyoada siku ya Alhamisi kwenye kurunzi ya leo tunajadili masuala ya afya, na hii leo tunajadili masuala ya maradhi ya macho. Mgeni wetu studioni ni Daktari Kahaki Kimani ambaye atakuwa anatueleza kuhusiana na nini haswa kinachosababisha maradhi ya macho. Kama una swali labda unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 22155, na mahojiano hayo kumbuka itakuwa katika sehemu ya pili ya taarifa za KTN leo kwenye runinga ya KTN News, ambapo unatupata kwenye DSTV anwani ni 274, kwenye GoTV 94, Zuku 14, na pia kwa Bamba na Signet KTN News. Lakini kwanza tunaanza habari zetu kwa kisa cha mwanafunzi asiye na uwezo wa kuona kujipata kwenye orodha ya wale walioorodheshwa kutimuliwa kwa muda katika chuo kikuu cha Nairobi. Kupatikana jina la mwanafunzi huyo kwenye orodha hiyo kunaibua maswali kuhusu jinsi alivyohusika kwenye vurugu hizo, na vile vigezo vilivyotumiwa kuwatimua kwa muda wanafunzi 227. Jeff Kirui ana maelezo kamili. Kelvin Munyuoki Kioko ana uwezo wa kuona. Tulimpata katika kituo cha magari cha Ngara akitoka nyumbani Embu. Kelvin ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi ambaye amepigwa na mshangao kwa kuongezwa kwenye orodha ya wanafunzi waliochochea vurugu za wiki jana. Amepiga safari kutoka Embu kutathmini kiini cha kuorodheshwa miongoni mwa waliochochea vurugu hizo. Niko mwaka wa 3 hapa UN, na leo nimekuja hapa Nairobi from my home just to pick that letter of suspension. Up to now, I'm still shocked and I'm not sure of what they have accused me of. But until I receive the suspension letter and I see it, that's the moment I'll be able to know whether these people were fair or unfair in what they did. I'm not going to deal with the individual cases as now, because the university already constituted panels that will deal with cases, and each individual case has got a charge that's stated for him, specific charge. Baadhi ya nambari za usajili za wanafunzi kwenye orodha hiyo zinafanana, licha ya kuwa kila mmoja anafaa kuwa na nambari yake maalum. Aidha, kuorodhesha kwa Kelvin kumetilia shaka vigezo vilivyotumiwa na wasimamizi wa chuo hicho. Some rooms were found to have some prohibited items that students are not supposed to have within the hostels. And some of them, not necessarily specific persons, some of them share rooms. So we suspended all of them. If you have found 5 of you with crude weapons in the room, they're all suspended. So it's upon them now to come and tell the university who is it that's keeping these particular items. Kwa upande wa waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i amekuwepo kujitosa kwenye mdahalo wa wanafunzi waliotimuliwa. Universities are managed by the Universities Act, by governing councils. You see, if tomorrow I made a pronouncement on a university, you will be the first ones to criticize us for interfering. We're interfering with universities. We don't want the independence of universities. We will always want to
let the universities work independently with the governance institutions they have. Idadi ya wanafunzi ambao wametimuliwa kwa muda katika chuo kikuu cha Nairobi imeongezeka hadi 227 baada ya orodha wengine 26 kutolewa usiku wa kuamkia leo. Jeff Kirui, KTN leo. Kwenye siasa sasa, ubishi umeibuka kwenye Raila Odinga kuhusu kutupiliwa mbali kwa kesi za Kenya ICC. Viongozi wa Jubilee wamemkashifu Raila vikali, huku Rais Kenyatta akiongoza ukosoaji huo kwenye ziara yake katika eneo la kati ya nchi. Raila, thanks very much for making the time to speak to us. Now, siku moja baada ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuikosoa mahakama ya ICC kwa kutowafunga washukiwa wakuu wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na mwaka 2008, matamshi yake katika shirika la habari la AFP yamechukuliwa kwa uzito na wakuu wa serikali ya Jubilee. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza ukosoaji akiwa kwenye ziara katika kaunti ya Nyandarua. Wamefanya yao, wamejaribu miaka 6 kutufunga, wameshindwa, wamesema hakuna kesi. Tosheka na haya. Tosheka na haya. Na urudi tujenge Kenya yetu pamoja. Sio kwenda kuchafua kila saa. We are tired. Hapa Nairobi, kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Aden Duale amekuwa na maneno makali dhidi ya Raila. Tunaambia Wakenya ya kwamba tumejua ni nani alifadhili, ni nani alitoa pesa, ni nani alipanga, ni nani mwenye kupeleka Uhuru na Ruto na wale wengine huko ICC ili yeye afaidike. Na tunasema shetani ashindwe. Odinga aliyesafarini nchini Ufaransa aliambia televisheni ya AFP kwamba hatua ya ICC kutupa kesi za Kenya itatoa nafasi kwa wakuu barani kuendeleza uhalifu dhidi ya binadamu. ICC had a choice because the ICC had evidence before it which had been written by some witnesses. Now when witnesses recanted, there is Article 68 of the ICC statute which allows them to use recanted evidence. Yeye angefurahia sana kama kiongozi wa nchi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto wangefungwa korokoroni huko ICC. Bwana Odinga amekuwa akipinga madai kutoka kwa viongozi wa Jubilee kuwa alihusika katika kupeleka majina ya baadhi ya Wakenya ICC. Ukiwa umetoka nchi yako unaenda kutembea nchi nyingine kusema wale ambao wanaongoza huko wangestahili kufungwa. Si ukuje hapo utuambie hapa Kenya kwetu. Nicholas Omboa, KTN leo, Nairobi. Huku muungano wa Jubilee ukiandaa mkutano wa shukrani katika uwanja wa Afraha mjini Nakuru hapo Jumamosi, muungano wa CORD nao umetangaza mkutano wa kisiasa mtaani Kibera ili kushinikiza mambo mawili muhimu. Wakizungumza na wanahabari, wanakamati wa kamati ya kuongoza umoja wa CORD wamesema watatumia fursa hiyo kuonyesha umoja wa wakuu wa CORD. Francis Mtalaki ana maelezo kamili. Kipute cha siasa za mwaka 2017 zinaonekana kuanza rasmi Jumamosi hii, wakati muungano wa Jubilee uliokuwa katika kaunti ya Kiambu hapo jana utakapobisha hodi katika uwanja wa Afraha kaunti ya Nakuru. CORD nayo inajiandaa kuelekeza hoja zao mtaani Kibera katika uwanja wa Laini 7 kaunti ya Nairobi. The rally will mark the start of our push for 2 issues that we believe are critical to the future stability of Kenya. We need justice for the victims of the 2007-2008 election violence. We also need thorough reforms to our electoral infrastructure. That is the only way to end the cycle of violence that comes with every election. Wakisimama kidete kuwa wapo imara na nyumba yao haijatingiswa na msukosuko kuwa huenda Wetangula kajiondoa, Yaseli hii leo alijitokeza na wenzake James Serengo na Johnson Muthama, wenyekiti wa kamati ya kutetea CORD, kama wanavyodai wenzao kutoka muungano wa Jubilee. Hawajui kiongozi wao ni nani, hawajui chama yao ni gani, hawana sera, ni filimbi na miti ya jembe. We beg those praying for fallout to hold their horses and give God a break. Kulingana na CORD, sasa atakayepeperusha bendera ya muungano huo si muhimu, la mno kwao ni kama upinzani kuhakikisha wameikosoa serikali kutokana na matukio yanayojitokeza. Kenyans are struggling with a crushing and humiliating and ever-rising national debt,
unprecedented levels of corruption, a broken national security system, and an electoral infrastructure that exposes us to divisions and wars rather than unity and democratic results every 5 years. Kenyans want us to focus on this. Mkataba baina ya viongozi wakuu utatambulika tu iwapo watatu hao pamoja na kamati hii itakapoamua kupasua mbarika. Kukamilika kwa kesi katika mahakama ya ICC huenda kumebadili siasa za taifa hili, kodi ikionekana kuegemea upande wa waathiriwa na mageuzi katika idara muhimu humu nchini, huku Jubilee ikionekana kupasha misuli moto kuhusiana na nyufa zinazotokeza katika muungano wa CORD. Francis Mtalaki, KTN leo. Katika taarifa ya tanzia, abiria 4 wamefariki katika ajali ya barabarani usiku wa kuamkia leo baada ya gari lao kugongwa na lori lililokuwa limebeba mbolea karibu na chuo cha walimu cha Murang'a. Akithibitisha kisa hicho, OCPD wa eneo hilo Samuel Kosgei amesema kuwa 4 hao ambao ni wanawake walikuwa wakitoka katika mazishi katika eneo la Meru, ilhali lori lilikuwa likielekea Nanyuki. Watu 2 akiwemo dereva wa gari hilo walinusurika na sasa wanapokea matibabu katika hospitali ya Thika Level 5. Wanaotumia barabara ya Kenol Makuyu wameombwa kuwa waangalifu kupunguza ongezeko la ajali. Maybe one of the causes ndio hiyo, most likely kwa sababu kulikuwa ilinyesha kwa ghafla, na hiyo barabara iko na magari mingi sana. Barabara kutoka Kenol mpaka Sagana iko na kona mingi sana, iko na sharp bends, na pia iko na about 16 black spot areas. So ni barabara ambayo ni narrow, na the volume of vehicles ambayo inapita barabara hii ni nyingi sana. Sasa kwa taarifa ambayo huenda ikakupa sababu ya kutabasamu, bei ya petroli imeshuka kote nchini. Hii ni baada ya tume ya kudhibiti kawi ERC kutangaza mabadiliko katika bei za mafuta kote nchini. Bei ya mafuta ya petroli imeshuka kwa shilingi 4 na senti 87 na kuwa shilingi 80.71 kwa lita moja jijini Nairobi, ilhali diesel ikiwa imepanda kwa senti 53. Bei ya mafuta taa imepanda kwa shilingi 1 na senti 81. Bei hizo zitaanza kutekelezwa kutoka kesho tarehe 14 hadi tarehe 14 mwezi wa Mei. Basi baadhi ya abiria waliweza kulalamikia kucheleweshwa baada ya halmashauri inayosimamia barabara kuu kuwa na msako katika eneo moja humu nchini. Tupate taarifa hiyo. Safari ya mamia ya abiria kutoka Garissa kuja hapa Nairobi ilisitishwa kwa muda baada ya mamlaka ya NTSA kuendesha msako wa ghafla kwenye barabara kuu ya Garissa Nairobi. Mabasi kadhaa na malori yalinaswa kwa kutotimiza sheria za barabarani. Abiria na wahudumu hawa wa magari walalamikia shughuli hiyo kuendeshwa kwa mwendo wa polepole mno. Tunakuja kuchukua gypsum hapa Garissa, tunapeleka Kasese. Tumesimamishwa apparently kutoka 6:30 asubuhi. Hatujaambiwa chochote, tumekuwa tu kwa queue. Tukiangalia vizuri tunaona watu wa kufanya inspection ni 2, wanasema ni governor. So yani tumekuwa tu hapa tu kwa tujui nini inaendelea. Nimekuja saa 1 kamili hapa. Nimepeleka huko Mudegari gari check-in. Anasema kuna mkosa hapo. Mpaka za hii sijui hata askari wa mahali unaenda wapi, sijui hata nimeona sijui nimeona. Sasa wamepoteza timing sana. Sasa hii karibu saa 3. Baadhi ya walionaswa ni wauzaji wa mikate waliolalamikia hasara kubwa baada ya kutofika katika maeneo waliotarajiwa kuuza mikate yao kwa wakati. Nilikuwa hapa saa 12 mpaka saa hii niko hapa, na wateja mpaka saa hii wananipigia umeenda wapi, na mkate yangu iko karibu kuchomeka. Kulingana na msimamizi wa NTSA eneo hilo Mohamed Omar, shughuli hiyo ililenga kuondoa madereva wasiozingatia kanuni zilizowekwa. It's a general traffic check we are doing that will help all vehicles in this region to get the inspection stickers and to be compliant with the rule of law. That is the main objective we are. Those who will not comply is they are taken directly to court. Mtazamaji, nitapumzika tena kidogo, nitarejea katika muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi. Kwanza tupate soko la hisa.
Karibu tuingie uwanjani. Baadhi ya mabingwa wa dunia na Olimpiki walijibwaga katika uwanja wa Kipchoge Keino kushiriki makala ya mashindano ya shirikisho la riadha nchini. Ezekiel Kimboi na Asbel Kiprop ni kati ya wanariadha walioshiriki mashindano katika siku ya kwanza, huku wakinoa makali yao kabla ya mashindano ya majaribio ya kitaifa ya mchezo wa Olimpiki ya Rio. Michezo ya Olimpiki ya Rio inaendelea kukaribia, huku pia hamu ya wanariadha ikizidi kudhihirika, haswa kabla ya majaribio ya Kenya ya michezo ya Rio. Baadhi ya mabingwa Olimpiki na dunia walishiriki siku ya kwanza ya mashindano ya shirikisho la riadha nchini ambayo inaendelea katika uwanja wa Kipchoge Keino mjini Eldoret. Kigogo wa mbio za kuruka viunzi na maji Ezekiel Kimboi hii leo alishiriki mbio za mita 1500 ambapo aliandikisha ushindi wa dakika 3 sekunde 47.7 mbele ya Zablon Chumba na Kenneth Bet. Kwa sababu ni fupi, kwa sababu ya shango stable just 3000 na yeye ni so yeye katikati. Leo nimekaa nusu alafu kule Olympics na basa msima. Bingwa mara 3 wa dunia katika mbio za mita 1500 Asbel Kiprop na akashiriki mbio za mita 800 na akashinda akitumia muda wa kasi wa dakika 1 sekunde 45.2 mbele ya James Mangut na Ferguson Rotich. Nakimbia kwa kasi 144.7 hapa. Ni muda wa kasi na nikidhani ni muda wa uwanja. Mashindano haya yataendelea hapo kesho katika uwanja huo wa Kipchoge Keino. Lin Washira, KTN Mchezo. Shule ya upili ya Kisumu ni mojawapo ya timu ambazo zimeaga mashindano ya kitaifa ya shule za upili baada ya kubanduliwa nje katika raundi ya makundi. Maseno nao walibanduliwa nje katika mpira wa raga baada ya kulazwa na Moi Sirgoi. Katika mpira wa magongo timu ya Sinyolo ilifuzu nusu fainali baada ya kulaza Tigoi. Robinson Okenye na taarifa zaidi kutoka Friends School Kamusinga iliyopo kaunti ya Bungoma. Mashindano ya shule ya upili yanaletwa kwako na Brookside. Brookside, kukuza vipaji katika masomo na michezo. Ushindani mkali ulishuhudiwa kwenye mechi za mwisho za raundi ya makundi kwenye mashindano ya kitaifa ya shule za upili. Katika mpira wa vikapu, timu ya Kayatiwi ilipata ushindi ambao ulihakikishia nafasi kwenye nusu fainali baada ya kulaza St. Bridget's. Kayatiwi waliwazidi maarifa St. Bridget's na kushinda mechi hiyo kwa alama 49 kwa 36. Kayatiwi sasa watachuana na Loreto kwenye nusu fainali ya kwanza, huku Barchando wakijitosa uwanjani dhidi ya Buruburu. Pali tumetoka ni mbali. Timu haijaifika mbali, lakini this time round tumefika nationals, tunachapa timu zote and possibilities tunaenda kufika far. Katika upande wa wavulana, timu ya Kisumu iliondolewa nje ya mashindano hayo licha ya kushinda mechi yao ya mwisho kwenye raundi ya makundi. Hapa hili watachuana na Aga Khan kwenye nusu fainali ya kwanza ya wavulana, huku Kapenguria ikichuana na Alliance. Katika mchezo wa raga, timu ya Maseno iliondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kulazwa na Sirigoi alama 8 kwa 3. Kakamega waliibuka na ushindi wa alama 32 kwa 0 dhidi ya Kangaru. Kakamega sasa watachuana na Bungoma, huku Sirigoi ikijitosa uwanjani dhidi ya Upper Hill kwenye nusu fainali. Katika mpira wa magongo, timu ya Sinyolo ilijikatia tiketi ya nusu fainali baada ya kulaza Tigoi bao 2 kwa 0. Sinyolo itamenyana na Misiku kwenye nusu fainali, huku Kerugoya ikichuana na Tigoi. Katika upande wa wavulana, mabingwa watetezi Narok watamenyana na Upper Hill, huku St. Anthony ikijitosa uwanjani dhidi ya wenyeji Kakamega. Huku baadhi ya shule zikifuzu kwenye nusu fainali ya mashindano ya kitaifa ya shule za upili, kivumbi kinatarajiwa kwenye siku ya 4 ya mashindano haya, huku kila mmoja akisaka kushiriki kwenye fainali. Robinson Okenye, KTN Michezo, katika kaunti ya Bungoma. Brookside and Strathmore University are offering all-rounded East African boys and girls a chance to win a university scholarship. Play at Term 1 school games in Bungoma County and get spotted for final selection to attend a boot camp in December. Score A- in KCSE and you will get shortlisted for the final selection to win a university scholarship. Brookside, nurturing sports talents and promoting academics. Upinzani kati ya mabingwa watetezi wa taji la kitaifa la ndondi, idara ya polisi na ile ya jeshi ulishamiri hii leo pale ligi kuu ya ndondi ilipong'oa nanga katika ukumbi wa Modern Fitness mjini Mombasa. Timu ya idara ya polisi inayotambuliwa kama Chafua ilianza kwa kishindo wakati Morris Ochieng alipombwaga John Gitao na kushinda pigano la kwanza, lakini wakapata pigo pale Martin Odora aliposhindwa na Isaac Meja katika kitengo cha bantamweight. Mashindano hayo yanatarajiwa kushamiri mwaka huu kutokana na ufadhili wa kampuni ya SportPesa.
Swali la ngumi tuko nalo. Ukiwa umesimama hapo, jibu na unajua unafaa nasema kwamba ni kucheza mchezo wa kuchangia pesa zaidi ya laki 200 million ambazo hizo